Karibuni Madam iPhone Mwanza, tunapatikana Rock City Mall, floor ya kwanza, chumba namba 127. Tunazo huduma 3 2026 ambazo tunawaletea wateja wetu. Huduma ya kwanza ni kukopesha na Madam iPhone Mwanza. Tunakopesha simu zote za Samsung A series na S series zote. Lakini pia tunakopesha simu za iPhone zote kuanzia 11 Plan mpaka 17 Pro Max. Lakini kumbuka simu zetu tunazo za box mpya na used pia, zote ziko kwenye mkopo. Karibuni kwa Madam iPhone Mwanza kwa huduma nzuri ambayo tunawaletea 2026. Kwa wale ambao hawatahitaji kukopa, tuna mchezo wa iPhone na Samsung. Utawekeza hela kidogo kidogo, ndani ya miezi mitatu unachukua simu yako. Mtakuwa kwenye magrupu ya watu 10 ambaye hataki kukopa, atawekeza mdogo mdogo, ndani ya miezi mitatu anachukua simu yake. Tuko Rock City Mall kwa Madam iPhone Mwanza. Karibuni 2026, tuko na mambo mazuri kabisa ambayo mteja wetu utafurahi na huduma itakuwa ni nzuri zaidi kama ilivyokuwa 2025. Karibuni dukani kwetu Madam iPhone Mwanza, ndio suluhisho letu. Sahihi ya mkurugenzi wa manispaa ya halmashauri ya Ilemela imeibua utata katika kiwanja namba 1840 Block C. Imeibuka sintofahamu baada ya mmiliki wa kiwanja hicho kulalamika kutopewa chochote baada ya kuwepo mgogoro wa muda mrefu wa kiwanja kilichopo Buswelu A eneo la Mbogamboga kumwomba Mheshimiwa Rais kuingilia kati. Tofauti hiyo imebainika katika malalamiko ya Mathias Lubango, mmiliki wa eneo hilo, kudai kuzalishiwa kiwanja kwa lazima ndani ya kiwanja chake na kunyang'anywa kisha kugawiwa mtu mwingine. Utata huo umeibuka katika tangazo la Juni 20 mwaka 2025 la uuzwaji wa viwanja kwa matumizi ya makazi na biashara, pamoja na kwenye notisi ya siku 14 kuanzia Mei 17 mwaka 2024 kuondoa maendelezo katika kiwanja hicho ambacho inasemekana ilitakiwa kujengwa ofisi ya serikali ya mtaa wa Buswelu A wilayani humo. Katika sakata hilo, jambo lingine linaloibua maswali kutoka kwa wananchi ni kiwanja hicho kudaiwa kuwa na ramani 3 tofauti za mipango miji, ikiwemo ya mwaka 2015, 2023 na 2024, hatua ambayo inatajwa kuleta hali ya sintofahamu. Mvutano huo umeibuliwa na Mathias Lubango anayedaiwa kuwa mmiliki wa kiwanja hicho. Sijaambulia chochote, hata chochote kila ambacho ninachodai, yani hata kuambiwa hivi bwana tutakulipa au atanitumia hata barua ya hivi bwana uje tuelewane, na yenyewe hamna. Hadi sasa hivi juzi amekuja mkuu wa wilaya ndo tukapewa suluhu kidogo, lakini katika hata malipo yangu ya pale walivyo haribu zile nyumba zangu bado sijaona. Naona pale kuna ujenzi, kuna mtu aliyepimiwa tajiri, na jana mimi alinipigia simu akasema sasa kwa nini tusielewane na kile kipande nikimalizie? Sasa mimi nikamwambia siwezi. Nikasema basi tutaongea. Ndio anayeendelea kujenga pale. Naona 2024 kwenye ujenzi wa hii barabara nikawa naletewa notice. Naambiwa umejenga kwenye reserve ya barabara. Ikaisha hiyo, baadaye tena ikaja notice nyingine. Umejenga kwenye ofisi ya serikali ya mtaa. Nikabidi nifuatilie. Ninapofuatiliwa naambiwa wewe unatakiwa uondoke au lazima uvunje nyumba zako zote ambazo ulikuwa nimejenga pale. Nikasema hisi, kwa nini tusielewane? Nikabidi wafuate kule halmashauri. Hapana, yani wewe haiwezekani. Mara mwenyekiti wa mtaa anatumwa, anapokuja anaweka alama mara hapo mara hapa, hasa nashindwa kuelewa. Hii eneo tuliamua kama ni road reserve. Unaona, nabii mkubwa alikuwa na kibanda chake kilikuwa kimesogea mbele, kilikatwa pale, ikuonyesha kwamba nyumba yake iko mbele ya barabara. Sasa ajabu tunachoweza kukiona kwamba huyu bwana amepata wapi nguvu na ujasiri wa kuja kujenga kitu kama hiki. Kiasi kwamba kwanza tukiangalia hata mazingira yalivyo, kwanza hata zile hatua ambazo ni za serikali, sawa, ina maana bwana ameshavamia, na kikubwa tunachokiangalia hapa ni kwamba kwa uwezekano ulivyo na kwa nyinyi waandishi wa habari mnavyoona, kwa asilimia 99 hii rushwa hapa imeshatumika, kwa sababu hapa hakuna kiwanja. Kama ni kiwanja cha Bibi Mkubwa hapa, ambacho kiwanja ni cha asili na kina historia. Sasa huyu bwana imekuwaje muda mfupi amepata nguvu ya kujenga kitu kama hiki, na serikali inaangalia na kumpa ruhusa na idhini ya kufanya nini, ya kujenga kitu kama hiki? Kwa kweli ni jambo la kusikitisha sana.
itusaidie, nimsaidie mama yangu. Ukimwangalia jinsi alivyo na afya yake na umri wake, kitu alichomfanyia hapa sio kitu kizuri. Kwa hiyo mimi naomba serikali ingilie kati na mama yangu wampe haki yake. Kamishna msaidizi wa ardhi mkoa wa Mwanza Wilson Ruge amefanya jitihada za kutatua mgogoro huo, lakini kinachoendelea sasa, mmiliki wa kiwanja hicho anaonyesha kutoridhishwa na maamuzi yanayotolewa. Hakuna ramani, yalikuwa ni mapendekezo, mawazo ya kwamba hivi pale hatuwezi kujenga kitu fulani, si ndio? Lakini naomba pia niseme tu, kwa mujibu wa utaratibu wa sheria, mali au zilizoko kwenye tofauti na kwenye vijiji ni serikali kamili, yani tunaita ni entity inayoweza kushtaki au kushtakiwa. Lakini tukiingia serikali za mtaa, sio entity, vitu vyote viko chini ya mkurugenzi wa halmashauri husika. Kwa mfano manispaa ya Ilemela, ni kweli kulikuwa na hayo mawazo, lakini hata ukitenga eneo la mtaa, anayejenga hiyo ofisi ni nani? Kwa sababu hakuna chanzo cha pesa cha mtaa, vyanzo vya fedha zote huwa ni za mkurugenzi, anakuja kuweka hizo fedha. Kwa hiyo ni kweli kulikuwa na hayo mawazo, lakini ofisi ile, kwa taarifa nilizozipata, lakini mnaweza mkaipata zaidi kwa mkurugenzi, kutokana na mipango yao wakaona isingefaa kuwa pale hiyo ofisi ya mtaa. Wao walikuwa na mpango wa kuitafutia sehemu nyingine pale, kwa sababu kama ninavyosema, alikueleza kaimu mkurugenzi, wakaona kwamba kwa namna jinsi eneo lilivyoiva kibiashara, ni bora kukatengenezwa kiwanja cha biashara, lakini ofisi itatafutwa nyingine na kuweza kupewa nyingine ili kuweza kuhudumia. Kwa hiyo swala hilo, lakini hapakuna ramani mimi kama mtaalamu wa sekta ya ardhi inayonionyesha pale palitengwa eneo la ofisi ya mtaa. Tukataka kufahamu kauli ya idara ya ardhi ya halmashauri ya manispaa ya Ilemela, wao wanalizungumziaje swala hili. Kwa hiyo na shughuli za ujenzi kwa yule mtu ambaye tulikuwa tumemecha kile kiwanja zinaendelea kama kawaida, wala hakuna tabu yoyote. Na notice ya mwaka 2024 ambayo ilisainiwa na mkurugenzi na tangazo la uuzaji wa viwanja zote ni sahihi ya halali za mkurugenzi ambayo alisaini wakati wa kusaini ile notice ya mwaka 2024, lakini wakati wa kusaini tangazo la uuzaji wa vile kiwanja pamoja na viwanja vingine ambavyo tulivitangaza katika maeneo tofauti ya manispaa ya Ilemela. Mnunuzi wa kiwanja kile ambacho alishinda anaitwa Margaret Walwa. Baada ya maombi ambayo tuliyapokea, vikao vikakaa ya management vikapitia, yeye ndio akawa amepata nafasi ya kupata hicho kiwanja, anaitwa Margaret Walwa. Mstahiki meya wa halmashauri ya manispaa ya Ilemela naye ana haya ya kusema. Sasa hizi kelele ambazo zinatolewa kila siku za kuomba msaada kwa Mheshimiwa Rais, mimi naomba tu nitoe rai, wasimsumbue Mheshimiwa Rais. Sisi tupo wawakilishi wake huku chini. Mambo yote kama yanawasumbua wananchi, yanawakera, wayalete kwetu. Mgogoro huo ambao unasuruhishwa na kurejea upya mara kwa mara uliibuka baada ya mmiliki wa kiwanja hicho Mathias Lubango kudai kunyang'anywa eneo lake na halmashauri ya manispaa Ilemela na kisha kugawiwa mtu mwingine bila kushirikishwa. Maridhia Ngemela, M24 Online Media.